Karibu tena wapenzi watazamaji, niweze kuwapakulia yale yote ambayo yametendeka kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba ombi moja tafadhali, kipindi ambapo ninakupakulia taarifa, na wewe naomba uweze kunitia moyo kwa kupiga subscription endapo unanipata kwa mara ya kwanza. Ninaomba uweze kupiga subscription, vile like video, sambaza hii kanda. Kuna viongozi ambao walikuwa wamezoea wanajificha nyuma ya Raila Odinga ili kuweza kushinda uchaguzi. Viongozi wengi imeweza kubainika hawakukuwa wanapenda ama hawakukuwa wanampenda Raila Odinga, bali walikuwa wanapenda kuzunguka Raila Odinga, kukuwa na karibu Raila Odinga ili kupewa tiketi ya chama cha ODM, alafu ili Raila kuweza kusema fulani tosha, ili wao waweze kushinda viti. Lakini wacha nikuambie, this time round viongozi wengi ambao walikuwa wamezoea wanakuwa karibu na koti ya baba kusema baba nipigie kampeni, this time round hapata kuwepo na hayo mambo. Raundi hii ni kujipigania kutoka kwa mchanga au kutoka kwa vumbi, kutoka pale chini. Viongozi wengi hawataenda kurudi. Viongozi wengi wakati ule baba alifariki ndio siasa zao ziliweza kuzikwa. Na makosa viongozi wengi ambao wameweza kufanya ni kujiunga na bandwagon ya William Ruto ambayo inasema 2 term. Ninamaanisha nini mpenzi mtazamaji? Eneo la Nyanza hakukaliki. Tukianzia Nyamira, tuende Kisii na sehemu zingine. Sasa tukienda ama kwenye kanda hii, gavana wa kaunti ya Migori aliweza kufukuzwa kama mbwa. Gavana wa kaunti ya Migori mwenye anaitwa Achilo Ayako alifukuzwa. Alikuwa anaimbiwa Achilo bye. Alafu ukiangalia watu ambao alikuwa anazungumza na wao, anazungumza na magari, sioni watu. Achilo Ayako ni kana kwamba wananchi wamtaki. Ukiona watu ambao walikuwa wanainua vidole viwili, yani 2 term, ni wale watu ambao inaonekana kwamba wako kwa serikali yake. Wananchi hawana haja na yeye, wanamuimbia Achilo bye. Ukiona viongozi wa chama cha ODM wameanza kuimbiwa hivyo, jua basi kuna mambo ambayo yamekasirisha wananchi. Mpaka ngome ya ODM wananchi hawataki viongozi. Kwenye ulingo wa siasa huwa tunasema kwamba hakuna jambo ambalo linatendeka bila ya sababu. Ukiona kiongozi anaimbiwa bai, jua basi kuna sababu nyuma yake. Mwananchi hawezi akaimbia kiongozi ambaye ni mchapakazi bai. Kama ulikuwa makini, nina imani kwamba uliweza kusikia Achilo bai. Mpaka wengine wanamwambia unajua haji. Mpaka wengine wanawaambia kwamba hakuna baba. Nimesikia mwingine hapa anamwambia kwamba
Hakuna baba. Raila hayuko, toka hapa. He is being told, toka hapa. Raila hayuko. Raundi hii viongozi wengi watapata kivumbi. Viongozi wengi watachapiliwa chini na wapiga kura, vumbi litimuke kwenye uchaguzi ujao. Viongozi wengi wamemea kiburi, wamesahau kwamba wananchi ambao wanawavimbia ndio waliweza kuwapigia kura. Kwa hivyo kwenye hii kanda ninaomba tuweze kulichanganua hili swala, tuone ni kwa nini wananchi walikuwa wanamuimbia Achilo Oyako ama Achilo Ayako. Bye. Walikuwa wanamuimbia Achilo Ayako. Raila hayuko. Mimi ni mtangazaji wako bana Ezra. Wacha niweza kurudia tena. Tafadhali like video, bonyeza kengele, sambaza hii kanda. Sababu ya kwanza ambayo unapaswa kujua, viongozi hawa wengi wao wameingia kwenye mrengo wa serikali wa kusema kwamba Ruto 2 term. Serikali ambayo wanaimbia 2 term hatuoni matunda yake. Hatuoni. Hiyo serikali hatujaona maendeleo. Ushuru ambao wananchi wanaongezewa, ushuru ule unapata kwamba ndio huu unatumika kuweza kuhonga wananchi wafike kwenye mikutano ya serikali. Ushuru ambao wananchi wanaongezewa na kutolewa, unapata kwamba zile pesa ndizo zinatumika kuweza kuwanunua wafuasi kumshangilia Rais Ruto. Ndizo pesa ambazo zinatumika kuweza kuwanunua baadhi ya viongozi kuingia kwa serikali. Viongozi wengi wamenunuliwa ili kuweza kusema 2 term. Hapa nje wananchi wako na njaa. Hapa nje wananchi wako na njaa. Unajua nini? Wananchi wamekasirika sana. Mimi by the way, tangia wakati ule nilipokuwa mgonjwa, niliamua kurudi mashinani. Sitaki nao niwafiche. Niliamua kurudi mashinani. Tangia wakati ule nilikaa mgonjwa. Niliamua kukaa na mama yangu mzazi. Kwa sababu wakati ule mashabiki zangu mlinisaidia. Nilikaa na mzazi na familia yangu, wao ndio walikuwa wananishughulikia. Sasa mimi niko mashinani. Kwa hivyo kipindi ambapo niko mashinani, ninajua yale ambayo yanaendelea kwa ground. Wanasema kwamba sikiza ground. Ninajua yale ambayo yanaendelea kwa ground. Baadhi ya magavana wengi ambao wanapiga makelele hapa nje hawatarudi. Mabarabara mingi yamechimbika, badala ya viongozi hao kuweka bajeti ya kurekebisha mabarabara hayo, kazi yao ni kutuimbia 2 term, lakini kwa ground hakuna kitu. Sasa hizi sauti ambazo wanatupigia kelele eti 2 term ndizo zimekasirisha wananchi. Mnatupigia kelele 2 term lakini hatujaona maendeleo. Hii miaka 5 ambayo tuliwapea kandarasi, mumefanya nini? Mnataka muongezwe mingine kipindi ambapo miaka 5 mmekuwa mkikula, mmekuwa mkiimba 2 term lakini hatuoni maendeleo. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Number 2. Wananchi wanakasirika jinsi ambavyo vijana wa Gen Z waliweza kuuawa. Na hawajaweza kusahau Gen Z, unajua waliuawa. Kipindi ambapo waliuawa, hakuna yule ambaye ameweza kukamatwa kwa kuua na kuchukuliwa hatua. Hayo mambo yalisaulika. Alafu serikali inaambia wananchi 2 term. Kipindi ambapo vijana walikuwa wanaambia serikali, jamani, punguza ushuru. Badala ya kuwasikiliza, risasi, kuwanyonga, kuwateka. Alafu sasa hivi wanataka wananchi waweze kuwasikiliza. Number 3. Wananchi wanakasirika jinsi ambavyo pesa zinachafuliwa katika taifa letu la Kenya. Angalia. Kuna haya mambo ambayo tunaambiwa sijui ni Nyota Fund, sijui ni nini. Lile zoezi hakuna uwazi.
alafu viongozi wanaimba tu tap. This time round watu wengi wataenda nyumbani, and either ninashuku kwamba huyu Achilo Ayaka hajaweza kufanya maendeleo kwa ground, na hiyo ndio sababu ambayo wananchi wanamwimbia bahai. Wajua viongozi wengi walikuwa wamezoea kwamba hata wasipochapa kazi, Raila yupo wa kusema kwamba chagua yeye. This time round kivumbi. This time round wanasiasa wengi wenye wako wanajua siasa, itabidi wamejifunza siasa. Na mtanieleza wengi hawataweza kurudi. Ni wengi. Tutazungumza. Tutaangazia wale ambao hawatarudi after election. Utaona mimi ni Bwana Ezra, lakini lazima ujue kwamba sasa hivi yule Raila ambaye alikuwa anawapigia kampeni baadhi ya viongozi hayupo. Viongozi wengi wataenda nyumbani. Wewe iwe ni kiongozi wa ODM, iwe ni kiongozi wa UDA, iwe kiongozi wa Jubilee, hakuna kuchaguliwa kama hawajaweza kufanya kazi kwa ground. Hakuna kuchaguliwa iwapo hauwasikiliza wananchi. Tupatane kwa kanda ijayo.